tumepata mmoja wetu kati ya wale wametoka kutoka Marsabit, ameingia State House, nasikia pia amesukumwa nje akatolewa. Atatuambia nini. Ndugu, karibu na useme jina yako. Kwa jina mimi naitwa Hussein Mohamed Adan. Alikuwa watu zaidi ya 2000. Tulikuja kaunti mzima. Hiyo maendeleo naongea sisi kama hatu ya Marsabit. Mimi haswa kama mkazi wa Marsabit, mzaliwa wa Marsabit, sijaona maendeleo yoyote huko. Sasa nizunguza mambo ya barabara. Hizo mabarabara ni barabara zilianzwa na ile serikali iliyopita. Drama kubwa ya zuka baada ya wakazi wa Marsabit kumkabili Rais William Ruto kuhusu ahadi wanazozidai hazijatekelezwa. Maneno makali, hisia za mwananchi na matukio ambayo yamezua mjadala mkubwa nchini sasa yamewekwa wazi. Je, wananchi walimwambia nini rais? Serikali imejibu vipi malalamiko hayo? Tukio hili lina maana gani kwa mustakabali wa siasa za Kenya? Kutoka Moyale nikuje Sololo, nenda Ethiopia mimi kutafuta dawa. Sikuji Sololo. Bonyeza video sasa ujionee mwenyewe ukweli wa yaliyojiri. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili kupata habari motomoto kila siku. Tumetoka kwa watoto wetu, tumetoka kwa mafamilia zetu, mama zetu, mzazi wetu wagonjwa tuliwaacha nyumbani kusikiza maendeleo ya Marsabit. Hakuna maendeleo ya Marsabit. Sisi wazee wetu, leaders wetu walikuja kutafuta handout. Kwani handout si tuju ni 2200 ndio tumekuja kutafuta State House. Sisi hatutaki pesa, tunataka maendeleo. Tulikuwa tunataka kusikiza maendeleo. Sio ati chai na mandazi tulikuja kunya. Chai na mandazi. Kwa hivyo sisi haswa we are disappointed. Asante sana. We are disappointed. Asante sana. Jambo la kwanza ni barabara zenu. Pale barabara zenu. Mnajua kuna barabara tulioanzisha hapo before the last election. Barabara ya Marsabit kwenda Segel. Hiyo ya Segel ilikuwa imekwama. Mimi nimelipa shilingi 1.4 billion kukwamua hiyo barabara na kuhakikisha kwamba inakamilishwa. Kilimo. Nyinyi mnajua wakati nimechaguliwa watu walikuwa hapa kwa street wanatembea na sufuria kwa kichwa wakisema bei ya unga. Nyinyi pengine hamkusikia kwa sababu mko mbali. Hapa street kulikuwa na balaa kubwa hapa. Unga ilikuwa 250 per 2 kilogram bag, nini matatizo. Na mimi nikawaeleza ya kwamba njia ya kuhakikisha kwamba kuna chakula katika taifa letu la Kenya ni kubadilisha ama kutransform mambo ya kilimo. Sio kusubsidize ile inaitwa consumption, lakini ni kusubsidize production. Bei ya mbolea tukapunguza. Wakora wale walikuwa wanatusumbua na mambo ya utapeli, brokers ambao walikuwa wamekuwa ndio wenyewe kule kwa makampuni ya sukari, kule kwa kahawa, kule kwa chai, tukawaondoa. Tukahakikisha kwamba kila mkulima tumemsajili. Leo katika taifa letu la Kenya tumeongeza mapato yetu ya chakula. Mahindi tumeongeza kutoka magunia milioni 40, sasa tumefikisha milioni 70. Kahawa iliyokuwa inauzwa shilingi 50 kwa kilo leo inauzwa 120. Ile makampuni ya chai ambayo ilikuwa ya makampuni ya sukari ambayo ilikuwa imekwama tumezikwamua. Kampuni hizo sasa zinaendelea na kufikia miaka 2-3 badala ya Kenya kuagiza sukari kutoka nje tutakuwa tunauza sukari kutoka Kenya. So we have transformed our agricultural sector. Today we can confidently say as a nation we are well on course towards being a food secure nation. We are increasing our exports of tea, we are increasing our exports of coffee. Mimi nimetoka leo asubuhi Europe kupanga na wale ambao wananunua chakula yetu ama vifaa yetu. Wale wananunua kahawa, wale wananunua chai,
wale wananunua maua na horticulture, na tumekubaliana na wao vile tunasonga mbele. Mnajua watu wa Finland, mahali nimetoka leo asubuhi, ndio wananunua ama ndio wanakunywa kahawa number 1 in the whole world. Belgium, mahali nilikuwa juzi, ndio nchi ambayo inanunua kahawa ya Kenya, the highest today is Belgium, and it is good for us to engage with them so that we can secure our markets. So tunaendelea namna hiyo, na hiyo ndio kazi yangu, kuhakikisha ya kwamba Kenya inaheshimika na Kenya inafanya biashara kila sehemu ya dunia hii yetu. Ya tatu, tulikubaliana mambo ya elimu. Nyinyi mnajua ya kwamba elimu ndio jambo la muhimu kuliko mambo yote. Ndio inatuletea usawa. Watoto wa maskini na watoto wa tajiri wanakuwa sawa wakipata elimu. Tulikuwa na matatizo matatu 2022 kwa mambo ya elimu. Tulikuwa na upungufu ya walimu zaidi ya 1116. Tulikuwa na madarasa chache. Funding model ya watoto wetu ilikuwa chini. Na tulikuwa na shida ya CBC. Mimi nimefika hapa ofisini kwa kura zenu na kwa maombi yenu, na haya mambo manne ambayo yalikuwa yanatusumbua tumeyatatua. Number one, tumeajiri walimu 1,100 in the last 3 years. Sikizeni watu wa Marsabit, hakuna serikali imeajiri walimu 1,100 in 3 years tangu independence. In other words, kwa wale walimu tuko nao 1,400 Kenya, a quarter 100,000 tumewaajiri in the last 3 years. Why? Sababu gani tumefanya hivyo? Kwa sababu elimu ni ya muhimu. Ndio inatuletea usawa. Kila mtoto wa Kenya aende shuleni lazima apatane na mwalimu. Tumejenga madarasa 23,000 kuhakikisha kwamba there are enough learning spaces. Tumehakikisha ya kwamba ile funding model ya watoto wetu inajali kila mtoto wa Kenya. Hata wale watoto kutoka jamii maskini wanapata nafasi sawa wakienda university, wakienda TVET, kwa sababu tumeongeza pesa ya kusomesha watoto wetu. Budget jana ilisomwa. Budget ilisomwa. Pesa ambayo tumeongeza ya watoto wetu kusoma in 2022 ilikuwa bilioni 500. Budget iliyosomwa jana ni bilioni 767 ambayo tumeongeza kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Saa zingine unasikia watu wengine wanasema, oh, there is a crisis in education. You know, you wonder, how is there a crisis in education today when we have hired 100,000 teachers? When we have increased the budget of education from 500 million to 767 million? When we have built an additional 23,000 classrooms? When we have straightened the CBC into now a competence-based education and training? And when we have enhanced our budget for our university education, especially help from 18 billion shillings to 56 billion shillings. You know, people must be honest and must be truthful. Hiyo kiwanja ya elimu tumenyorosha vizuri, kwa sababu mimi naamini ya kwamba hatutaki hata mtoto mmoja Kenya akose nafasi ya kusoma. Na mimi nawauliza nyinyi watu wa Marsabit kwa heshima kubwa,
nyinyi kama wafugaji, tafadhali, tunaweka pesa nyingi sana kusomesha watoto wetu. Usikubali wewe kama mzazi, watoto wengine wanaenda shuleni, mtoto wako umemwambia aenda achunge mbuzi, aenda achunge ng'ombe, aenda achunge ngamia. Hiyo unajirudisha nyuma na unarudisha nyuma taifa letu la Kenya. Kila mtoto awe shuleni, na tumeamurisha chiefs, assistant chiefs, wazee wa mitaa, na kuanzia mwezi huu wa 7 hata wale wazee wa nyumba 10 sasa tutakuwa tunawapatia marupurupu kidogo, ndio waweze kusukuma maneno ya serikali na kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote wako shuleni. Mimi vile vile niliwaahidi ya kwamba tutabadilisha mfumo wetu wa matibabu. Pale nyuma matibabu ilikuwa imeanza kuwa starehe ya watu wenye wako na kazi, wale wako na ajira, wale wako na uwezo, ili hali kila mtu anakuwa mgonjwa. Ndio nikasema tunabadilisha mfumo wa mambo ya matibabu. Tunataka kila Mkenya apate nafasi ya kutibiwa. Pale nyuma kulikuwa na mpango ya NHIF. NHIF ilikuwa ni lazima uwe na kazi, lazima uwe na pesa, lazima uwe uko na uwezo wa kulipa. Leo nimesema kila Mkenya asajiliwe ndani ya SHA. Awe na pesa, asiwe na pesa. Awe na kazi, asiwe na kazi. Awe na uwezo, asiwe na uwezo. Kila mwananchi wa taifa letu la Kenya, katiba ya Kenya inalazimisha serikali kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata nafasi ya kutibiwa. Sio lazima uwe na kazi, sio lazima uwe na uwezo, sio lazima uwe na pesa. Ni haki yako kama Mkenya kupata matibabu. Na mimi nimefurahi, tumeungana na counties, tumeungana na wale wengine wote, other stakeholders. Leo wale watu waliokuwa wamesajiliwa ndani ya NHIF, watu 8,000,000, leo tumefikisha watu 1,31,000 waliosajiliwa katika bima ya afya. Na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba hakuna Mkenya tena atauza shamba yake, ng'ombe yake, ngamia yake, mbuzi yake atikwenda kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya inayosimamiwa na serikali. Ni mnanielewa jameni? Na ndio mimi nataka niwaulize kila mmoja wetu. Najua bado kuna mahospitali zingine huko kando kando bado wanauliza pesa wananchi. Na ndio tumesema wewe kama mwananchi ujue, na nimesema hapa sio leo, sio mara moja, ya afya ni haki ya kila Mkenya, na hakuna Mkenya atanyimwa nafasi ya kutibiwa ama dawa kwa sababu hana pesa, kwa sababu hiyo gharama inalipwa na serikali ya Kenya. So mimi nataka nimuulize gavana wetu na viongozi wengine wote, bado watu wengi wa Marsabit hawajajiandikisha kwa SHA. Sikizeni bwana. Ukienda county kama ya Mombasa, 85% ya watu wa Mombasa wamejiandikisha kwa SHA. 85%. Watu wa Marsabit bado mko karibu 30%. Kwanza nyinyi ambao mnanisikiza hapa, mmejiandikisha kwa SHA kweli? Hebu nione wale wamejiandikisha kwa SHA kwa mkono. Unaona bado iko maneno hapa kidogo. Nyinyi tafadhali, kila mmoja wenu mujiandikishe kwa SHA. Sikia, ukijiandikisha kwa SHA tutapata nafasi ya kufanya mambo matatu. Ya kwanza,
tutapanga madawa ya kutosha. Ya pili, tutapanga madaktari wa kutosha, na ya tatu, tutapanga vifaa ambayo itatumika hospitalini kuwatibu ya kutosha. Usipojiandikisha unafanya kazi yetu ya kupanga madawa, madaktari pamoja na vifaa ya kutibu wananchi kuwa ngumu. We need data. Tunahitaji data ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi, tuko na wananchi kiasi fulani hospitali fulani, tuko na wananchi kiasi fulani sehemu fulani, ndio tuweze kupanga mambo ya madawa, mambo ya matibabu. Jameni, mtanisaidia kuhamasisha wale wananchi wote wengine wajiandikishe kwa SHA? Tafadhali nawaomba, kwa sababu ni faida kwenu. Mkishajisajili ndio tuweze kutembea hiyo barabara tukiwa pamoja. Mimi vile vile ningependa kusema ya kwamba sisi tunaelewa ya kwamba tuko na nafasi chache ya ajira, na tulikubaliana na nyinyi